upatikanaji wa habari sasa hivi katika nchi yetu umekuwa ni wa kiholela tu. Kila mtu anajiamlia kadri anavyoweza, na anaweza akaamua tu akaanzisha habari yoyote ile isiyokuwa na uhakika. Lakini pia taifa letu tayari limeshaingia kwenye hali ya kuwa kila siku kunakuwa na habari zinaibuka, na hatimaye tunakuwa na kazi ya kukanusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nachelea kusema habari ambazo zinakuja kinyume na utaratibu, ambazo hazijahakikishwa na hatimaye kutolewa, ni sawasawa tu, unaweza kusema ni sehemu ya umbea tu, kwa sababu imeonekana kwamba habari nyingi sana za kulipuka zinakuwa zinatupiwa kwenye magazeti, zinakuwa zinawafanya watu waweze kuuza magazeti tofauti na hali halisi ambayo inatakiwa iende. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria hii itakwenda sasa moja kwa moja kumbana mtoa habari. Itakwenda kumbana mtu ambaye anaenda kutoa taarifa ambayo sio. Kwa mfano, labda niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, sio muda mrefu kama mwezi mmoja na nusu au miwili imepita, nadhani wenzangu watakuwa mashahidi, kulikuwa na habari ambayo ilitupiwa kwenye mtandao kwamba Jerry Muro amekuwa ni kaimu mkurugenzi amekuwa kaimu mkurugenzi Ikulu, lakini ni jambo ambalo halilikuwa sio la kweli. Hatimaye akasema kwamba amekuwa kaimu mkurugenzi na Grayson Msigwa amekuwa mkurugenzi. Taarifa hizi zilikuwa sio za kweli. Badala yake sasa serikali ikaanza kufanya kazi ya kukanusha jambo hilo. Sasa hatuwezi kuwa na taifa ambalo kila siku ni kupeleka habari, mtu anaamua tu, kesho yake mtu anaanza kukanusha. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo jingine ambalo kimsingi limempata dadangu Magdalena Sakaya. Leo hii mmeshuhudia yeye mwenyewe anakanusha hapa. Wameshatengeneza habari kwamba amefukuzwa chama cha CUF, jambo ambalo si kweli. Kwa hiyo tutakapokwenda kuitengeneza hii sheria na tukaiweka sawa, itakuwa inasimama pande zote mbili. Hakuna ambaye ataathiriwa na sheria hiyo. Endapo tu kama mtu ataona yeye anahitaji kufanya hivyo, basi atakuwa ameamua yeye kwa makusudi na sheria itakuwa inachukua mkondo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo nataka tu niwakumbushe wenzangu, juzi tumepata habari nyingine eti makamu wa rais anataka kujiuzuru. Yaani ni mtu ameibuka tu anaanzisha kitu from nowhere. Kwa hiyo hii sheria mimi nadhani kwamba ni vizuri tukaenda kuipitisha wote kwa pamoja, ili kuepuka vitu ambavyo mtu anaweza akaibuka tu akajifanyia bila sababu za msingi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia juzi hapa tunaambiwa kwamba Mheshimiwa Freeman Mbowe kwamba ametolewa vitu vyake National Housing. Jambo ambalo halina ukweli. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe amekuja amekanusha eti kwamba anadaiwa bilioni 1.6. Amekanusha na akasema kwamba anaenda mahakamani. Sasa sheria hii tukiisimamia vizuri itacheza pande zote mbili, ili kuwafanya watu katika nchi yetu tusiwe na ile hali ya kulipuka, kila mmoja anaamua from nowhere tu, mtu anaanzisha habari yake halafu tunarudi kwenda kukanusha. Na tuone hii adha kwamba baada ya kufanya shughuli nyingine basi tunaanza kuingia kwenye shughuli za kukanusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme tu kwamba naomba nikubaliane na kipengele ambacho kinasema sheria ya usalama wa taifa isiguswe. Mtu akitoa taarifa upande wa usalama wa taifa, mimi nikubaliane na kipengele hichi kwa sheria ya mwaka 1970 chini ya ibara ya 6 kwamba mtu huyu kwa kweli achukuliwe hatua za kisheria na aweze kufungwa miaka 15. Lakini nimeona kwenye amendment kwamba imefanywa marekebisho badala ya miaka 20 na 15
basi mtu anaweza akafungwa kifungo cha miaka 3 mpaka 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi napendekeza miaka 15 na 20 ibaki pale pale baada ya kupunguza, kwa sababu watu wengine watafanya kwa makusudi. Anakwenda kufanya kusudi kutoa taarifa za usalama wa nchi ili nchi yetu ingie kwenye janga kubwa, na watu wengine wako tayari hata kujitoa mhanga. Kwa hiyo miaka 3, miaka 5 ni kitu kidogo sana. Mimi naomba kama inawezekana hili jambo libaki pale pale na hii adhabu ibaki pale pale kwa maana ya miaka 15 mpaka miaka 20. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia naomba nichukue nafasi hii kumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo imefika sasa mahali ambapo sisi na wenzetu watani wetu tuko pamoja humu ndani. Ni jambo ambalo niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzetu hawa tuliwamisi sana. Karibuni sana ndugu zetu, tuendelee kuchakata hizi sheria ili tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kushirikiana kwa mustakabali wa nchi yetu.